Mimi ni mbunge wa Vunjo. Uliwahi kunisikia hata siku moja nalalamikia labda Chadema kwa nini wameweka mgombea kule Vunjo? Ni kweli. Uchaguzi mkuu 2015 vyama vingine waliweka wagombea. Wao tuko ndani ya ukao kule Vunjo. Tukakana zile kura za madiwani wengine wa CCM ikashinda. Ulisikia nimelalamika popote? This is BMTV online channel. Mara ya mwisho nakumbuka nilizungumza nanyi mwezi wa 3 tarehe 17 kule jijini Dar es Salaam. Nikaona ni zaidi ya miezi 2.5 karibu 3 sasa, ndio nimeona ni vyema tukazungumza tena nikiwa mwakilishi wa wenzangu, tuweze tukasema NCCR Mageuzi kwa nini tuko hapa leo. Ninaomba mpokee salamu kutoka kwenye chama chetu, hasa wakati huu wa hili janga ambalo tunalo ulimwengu, janga la COVID-19 inayosababishwa na virusi vya corona. Nakumbuka tarehe 17 ya mwezi wa 3 tulizungumzia janga hili na tukaomba, kwa kuwa dunia imekuwa ni kijiji na hili ni janga la kidunia, kwa hivyo hatuna budi sisi sote kwa pamoja kuweza kuwa na utulivu wa ndani, utulivu wa fikra, kwa kuwa janga hili la kidunia limesababishwa na udhaifu wetu sisi binadamu, na tunajua kwamba majanga ya namna hii yako kwenye ile kundi la majanga ambayo ni 96% ya majanga yote duniani yanayosababishwa na udhaifu na kiburi na jeuri ya binadamu. Lakini kwa majanga kama hili yanayosababishwa na virusi vya corona, kwa kuwa tulipo mwaka jana mwishoni lilipotokea kule nchini China, dunia kwa kuwa tuko kitu kimoja na ile lengo la 16 la malengo endelevu ya dunia linalozungumzia ushirika wa kidunia, ilikuwa linatosha kwetu sisi dunia kujitambua, sio ushindani, ushirika wa kidunia, sisi dunia kujitambua kwamba kushirikiane namna ya kuweza kudhibiti janga hili, lakini kutokana na kiburi, jeuri, hasa janga hili limekuwa ni janga la dunia. Tunatoa pole kabisa kwa wale wote ambao wamepatwa na virusi hivi kwa namna moja au nyingine. Wengine wamepoteza maisha, familia zile ambazo ndugu zao wameondokewa na wapendwa wao, tunawapa pole sana kutokana na hili janga la COVID-19. Tuliomba na tunarudia kwamba taarifa sahihi kutoka kwenye mamlaka sahihi zituwezeshe sisi kutupa elimu endelevu namna iliyo bora kujikinga na janga hili. Janga bado lipo, dunia bado inaendelea. Tanzania ni sehemu ya dunia, na tunaamini kwamba tukisikilizana na kufuata taarifa sahihi tunazopewa na mamlaka sahihi, na tukawa na utamaduni wa kutokuwa na hofu, ndio rai yetu, na tunairudia hofu. Ukiwa na hofu, kwa Kiingereza nasema panic, inasababisha kinga ya mwili inapungua, na kinga ya mwili ikipungua, ugonjwa unakushambulia kwa urahisi zaidi. Kwa hivyo kuondoa hofu ndani, na kwa kiasi kikubwa utaona shirika la afya duniani lilipotangaza ule mwezi wa 3 tarehe 11 kwamba hili ni janga la kidunia, dunia ilipata mtikisiko na hofu kubwa, lakini kutokana na hofu waliokuwa nayo wakasema bara la Afrika ifikapo mwezi wa 4 tutakuwa na wagonjwa takribani milioni 10, na bara litakaloathirika kuliko yote itakuwa ni bara la Afrika.
lakini haikutokea hivi. Ukiwauliza kwa nini leo hii haikutokea hivyo, ni kwamba ni mara ya kwanza dunia kwa wataalamu wa majanga kupatwa na janga la namna hii ambalo hakuna mwenye majawabu sahihi namna ya kujikinga au ya kupambana na janga hili. Dunia hii sio Mchina, sio Marekani, sio Tanzania, hakuna mwenye majawabu sahihi wa namna bora ya kupambana na janga hili. Kwa hivyo ni mtihani mkubwa kwa dunia, ni mtihani mkubwa ambao tumesababisha na kiburi. This is a non risk ya kidunia ambayo imetufikisha hapa tulipofika leo. Sasa wahenga wanatukumbusha kinga ni bora kuliko tiba, na mpaka leo haijapatikana chanjo wala haijapatikana tiba ya ugonjwa. Bado tu tunajaribu hapa, tunajaribu pale, wataalamu usiku na mchana, na tunawapongeza kweli wataalamu wetu, na wengine wanafanya kazi kwenye hali ya riski, na hasa madaktari wetu, wauguzi wetu, sekta ya afya yote, nyie ndugu zetu wana habari, ili kuihabarisha dunia na kuhabarisha jamii, na ili kujitoa mhanga kwa ajili ya wengine. Kwa hivyo utaona kwamba mpaka leo hii wako wengine ambao wanafanya kazi kubwa, na tunawapongeza na tunawatia moyo kwa kuwa tunajali utu wa binadamu. Na sisi NCCR Majawezi tulivyotoa tamko hili tarehe 17 ya mwezi wa 3 ni kutokana na itikadi yetu ya utu, na tulikuwa chama cha kwanza kabisa kutoa tamko, na tulipotoa tamko vyama vingine walitukejeli. Nakumbuka nilisema mimi ni mbunge na nilikuwa na safari ya kwenda jimboni Vunjo kwenda kufanya mikutano. Nikasema nimeirisha mikutano yangu yote kwenye kata 16. Wengine wakanikejeli kwenye mitandao, matusi ya kila aina. Lakini shakuwa kiongozi unasamehe kwa kuwa walikuwa hawajui walitendalo, sababu baada ya muda mfupi nao walijiunga nasi kutoa matamko kama yale ya kwetu tuliokuwa tumeyatoa. Kwa hiyo ni ile tabia ya binadamu ya kujiona kwamba ya kiburi tu cha binadamu ya kutokusikiliza. Na NCCR Majawezi tuna ajenda yetu kuu ya elimu. Tunazungumza na tunapenda kuzungumza mara nyingi sana kuhusu elimu. Na tulitangu nakumbuka tangu mwaka 2008 tarehe 30 ya mwezi wa 11 nilipoombwa kutoa mhadhara kule viwanja vya Sabasaba Dar es Salaam kwa madhehebu ya wenzetu Waislamu mashehe, nikawaandikia kijitabu tunataka kukumbatia giza au nuru, mifumo ya elimu inayojali utu wa binadamu. Giza au nuru. Tukaanza kuizungumzia hiyo elimu katika mfumo ulio rasmi na usio rasmi, na ule wa katikati nani fomo. Hiyo ilikuwa 2013 tarehe 31 ya mwezi Januari, siku ya Alhamisi, NCCR Majawezi kupitia kwa mtu kuwasilisha hoja binafsi iliyojulikana kama hoja ya James Mbatia, mbunge wa kuteuliwa, kuhusu udhaifu uliopo kwenye sekta ya elimu Tanzania. Na katika ukisoma ile hoja ya James Mbatia ilizungumzia masuala ya disaster preparedness, namna gani ya kupata elimu ya utayari wa kulinda, namna gani ya kujikinga, na namna gani ya kupambana na majanga. Ilikuwa ni sehemu ya udhaifu katika sekta ya elimu. Ilikuwa 2015. Na tumeendelea kushikilia msimamo wetu wa elimu, sababu ukishatoa elimu iliyo bora, binadamu atatambua utu. Manake ni utambuzi wa uhai wa binadamu. Kwa hiyo tumekuwa na misuguano mingi sana kwenye haya mambo ya corona. Kama corona, uhai ukitoweka, hauchagui chama, hauchagui itikadi, hauchagui imani ya dini, sote tunaondoka. Kwa hivyo hili halina mshindi ya kusema kwamba hii yangu tutafuta umaarufu kwenye mambo. Kwa hivyo tunaomba Tanzania, kwa kuwa ndio nilivyokuwa na ukimwi mkomba moto sana, HIV and AIDS,
Watanzania tulikuwa na wasiwasi, lakini kafikia mahali wakapata elimu, watu wakaanza kuzoea utamaduni wa namna ya kuishi, wakawa wanaendelea kuishi na wagonjwa bila kuwanyanyapaa, na mpaka leo ukimwi uko kwenye jamii. Tunajua kwa mfano malaria imepungua kwa kiasi kikubwa sana, vimelea vile vinavyosababisha ugonjwa wa malaria, lakini mbona mpaka leo tunatumia vyandarua? Kwa hiyo hii ni swala la elimu, la disaster preparedness. Yako magonjwa ya aina mbalimbali, na ugonjwa namna hii sasa huu wa COVID-19 kwa kuwa bado upo kwenye jamii, ni msimamo wetu NCCR, kwa sababu tunajali utu wa binadamu upo kwenye jamii, na lazima tuilinde jamii, lazima tuielimishe jamii, kwa kuwa uhai ukitoweka mtu mmoja tu, hata ufanye namna gani huwezi kuurudisha. Kwa hivyo niwaombe ndugu zangu wanahabari, tufikishe salamu kwa Watanzania wenzetu kuhusu namna bora, na tuendelee kupata taarifa sahihi, tuendelee kufuata maelekezo sahihi, namna bora ya kujikinga na ugonjwa huu wa kushirikiana pamoja. Jambo la pili, ndugu zangu, nitaka tuzungumze nanyi kupitia kwenu na kwa Watanzania, ni misukosuko tulionayo duniani leo. Isaac Newton anasema katika kila kani mkabala kuna kani iliyorejea sana kinyume. Ukiwa na utulivu wa fikra na ukiwa na utulivu wa ndani, wanasema anayetaka kuheshimiwa na lazima ajiheshimu. Sasa unapenda, nimesema hapa na singependa kula matabishi yangu kwamba kila mtu asitoe neno ambalo litamkwaza mwenzake. Ni bahati mbaya tu kwamba mimi sina chuki kabisa na wewe, na uko hapa kwenye nia njema kabisa, unawakilisha timu yako, lakini wewe umekuwa mmoja wapo kunitukana kweli na kuwekea maneno ya ajabu sana na chombo chako na ambacho unakimiliki wewe. Sijaribu kujibu ati ambayo hunitendei haki. Uje tu niulize ukweli wa mambo, mpaka unajiapiza mambo mengi, tunaleta taarifa kwa nimekutumia vijana kwambia mwambie kweli ni kwa gani naye. Kwa nini nilishe mambo ya ajabu tu? Sina chuki nayo, kweli nikwambia kweli kabisa. Sisi wala sina ugomvi wote nayo. Sasa uhalali wa mashambulizi, kukemea watawala Tanzania, kukemea hata Doni nenda kasome muombe Said Kubenya akupe kile kitabu changu nilichompatia. Mwaka 92 tuliandika kitabu kinachosema upinzani sio uadui. Upinzani sio uadui. Huwezi ukazungumza katiba mpya bila kukaa na watawala. Nilipeleka hoja ya elimu bungeni. Sikuzungumzia chama cha siasa. Serikali ikakubali kufanya transformation ya elimu ya nchi. Unajua, tunapozungumza mfumo wa elimu, nakumbuka nilipoteuliwa na Rais Kikwete. Niyo mkweli tu. Nilishambuliwa sana. UCCMB ni UPCCMB. Nilipoingia bungeni nikawasilisha hoja ya elimu na nikagombana na watawala kwenye maslahi ya nchi. Huyo walimtukana sana na kumpaka kijani. Nilipotoka ndani ya bunge kwa hasira nikasema niko tayari kujiuzulu bunge wangu. Wote walinifuata. Wote walikuwa wanitukana. Nihukumuni kwa matendo yangu. Nimelifanyia nini taifa la Tanzania? Mwingine anaomba lakini wanacheka kwa sababu mimi nimefukuzwa chuo kikuu tarehe 10 ya mwezi wa pili mwaka 92 siku ya Jumatatu, na nikawekwa kizuizini. Watu wa kwanza kung'olewa kucha nchi hii mimi na Marehemu Harun Kimaru, muulizeni kwa mtawaelezeni vizuri. Hata wengine walikuwa hajazaliwa kwa mwaka 92. Serikali ya Chama cha Mapinduzi imeninyima elimu nchi hii. Mimi sijawahi kusoma. Nilikuwa nimefika mwaka nimebaliza miezi 2 na nusu, nimefukuzwa moja kwa moja, hakuruhusu au kunikubali hata nisome tena. Mimi nikasome upya Uholanzi. Na mimi nashukuru serikali ya Uholanzi ndio imenipa elimu. Lakini naitumia kwa moyo wote kwa taifa la Tanzania kwa sababu ninalipenda
wala sina chuki. Sasa upinzani tunaosema sio uadui, sio kurushiana matusi. Upinzani hoja kwa hoja, na nimeisema hapa, chama hiki kitoe hoja yake, chama hiki kitoe hoja yake, chama hiki kitoe, tushindane kwa hoja na sio matusi. NCCR Mageuzi damu yake imemwagika tukiwa tunapambana kupata katiba mpya. Tarehe 12 na mwezi wa 11 2013, Dr. Mvungi alitoa uhai wake, Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema. Dr. Elimu Adrian Sengondo Mvungi, kuna mapambano ya kupata katiba mpya. Kwenye mchakato huo tusifanye siasa za kupita tu au matukio ya kupita tu, umaarufu wa muda mfupi. Leo hii unanihukumu. Hebu tujiulize, umesema ACT hapo, umesema wale ACT 2015 walikubali kuingia kwenye UKAWA. Hakukaa, walikataa. Walizuka nchi nzima, wanakumbuka walikuwa wanasema nini? Tusiwe na siasa za matukio, we must be bold. Tuwa kweli tu. Mkuki usiwe mtamu kwa nguruwe, uwe mtamu kwa nguruwe, uwe mchungu kwa binadamu. Let us face the reality. Mimi napenda sana kuleta maridhiano. Nasema kwa sakafu ya moyo wangu. Na nimejitoa mhanga kwa moyo wangu. Wanasema yaliyopita si ndwele, najua 2015 nilifanya nini. Sio kufanya kampeni jimbo hata moja la NCCR Mageuzi, nilikuwa nafanya kazi kwa moyo wote ili tuweze tukashinda uchaguzi. Na nilisacrifice chama. Nikile, sasa tusema chama si kitu tuje kwa maslahi mapana. Na wazee wakaniomba, nikakubali. NCCR tukawa host, tukakaribisha, sisi ni wenyeji wa UKAWA yote kwa gharama zetu. Wakati tulikuwa na wabunge 4 tu, na vielelezo vyote vipo na hoja zote zipo, lakini nasema sio jukwaa lake hili, wala sina ugomvi na chama chochote. Sasa ushawishi wetu, call a spade a spade. Tukisema mfumo huu hauko sawa, kwa mfano tunaingia serikali ya awamu ya 5 vitabu, tukaingia bungeni 2017, nikaingia na vitabu na kuonyesha madhaifu yake vilivyochapishwa na serikali hii, vyenye gharama ya shilingi bilioni 107, dola za Marekani milioni 55, na nilifanikiwa kupambana na serikali na kushawishi serikali kwa mapambano kwa hoja mpaka tumeondoa vitabu vyote kwenye mzunguko wa Tanzania. Sababu ilikuwa ni sumu wanadishi wa watoto wetu, mpaka nikaiba bungeni. Lakini imekuwa ni faida kwa Watanzania wote. Hasa tuje kwa soft kwa tara. Na hii inatokana na Mheshimiwa Rais alisema, nilimwambia moyo mkuu. Ni kweli. Nimwambia Rais, mimi mtaalamu wa majanga. Janga lolote likitokea unabidi kuwa kitu kimoja, msigombane. Na nikimwambia wewe ukiwa jemedari mkuu, ukiwa na msongo wa mawazo Tanzania itaumia. Unabidi kuwa na moyo mkuu, sisi sote ni wako. Ni principle ya vita, principle ya majanga. Ukiwa na janga lolote unakuwa ni kitu kimoja, mnapambana kushinda ile vita. Unakuja kumuuliza mwenzako, wewe kwa nini ulifanya hivi? Wewe kwa nini ulifanya hivi? Mnajifunza kutokana na yale makosa yaliyotokea, lakini hamgombani katika vita. Na ndio ushauri niompa kwa kweli. Nikamwambia kuwa na moyo mkuu. Wewe ni kiongozi namba 1, wewe ni amiri jeshi mkuu. Hata kama sikumpigia kura 2015. Lakini sasa sio rais. Kwa hivyo nikamwambia kuwa na moyo mkuu. Njia sahihi kutokana na taaluma yangu, wala sio mambo ya NCCR Mageuzi. Natakiwa tufanye hivi kitaalamu kabisa. Kama tulikuwa tunafanya na IGP Said Mwema, wakina Afande Koba walikuwa RPC wa Dar es Salaam, namna bora ya kuisaidia taifa la Tanzania. Kwa hivyo sisi NCCR Mageuzi wanaojiunga na sisi, wengine wanatoka vyama ninaenda kukiera kule nyanda za juu sasa. Sio kwamba eti wanatoka tu upinzani, lakini hebu tujiulize ukweli wa Mungu. Mimi ni mbunge wa Vundu. Uliwahi kunisikia hata siku moja nalalamikia labda Chadema kwa nini wameweka mgombea kule Vundu?
uchaguzi mkuu 2015 vyama vingine waliweka wagombea wao, tuko ndani ya Ukawa kule Vundo, tukakana zile kura za madiwani wengine wa CCM ikashinda. Ulisikia nimelalamika popote? Sije kulalamika popote. Hala leo nianza kitu kama mwenyekiti, nakumbuka mwaka juzi nimwambia yeye katika mkoa Elizabeth. Nimeenda kauliza washirika wetu, mbona wanafanya fujo kule Vundo? Walipouliza wakasema Mbatia amezoea kudeka sana. Ulisikia nimelalamika popote? Ni haki yao, ni chama kilichosajiliwa, kina haki ya kufanya kazi mahali popote pale. Mwasisi namba 1 wa NCCR Mageuzi, mwenye chama Mabere Nyaucho Marando, alihamia Chadema. Ulisikia tumelalamika popote? Kwanza niulizwa na kusema namtakia kila laheri, ni haki yake. Mwesiga Barebu nikasema ni haki yake, na nakuhakikishia mbele ya Mungu, Chacha wangu akiwa diwani wa NCCR Mageuzi Tarime mjini 2003, wakaenda viongozi wa Chadema wakamchukua na wakamfanya mwenyekiti wa mkoa wakati yuko NCCR Mageuzi. Hatukumfukuza chama, yuko ndani ya diwani, tukasema mwache, ni haki, yuko ndani ya wapinzani, hata ngere chama tusingefanya hivyo. Wana haki ya kikatiba. Sasa kama watu wabele wale wameondoka, ni hata kulalamika na bado wameondoka, tunajua kulalamika na kwa moja. Na let me frank, muulize Anthony Bahati Kalisto. Alitoka NCCR Mageuzi uchaguzi wa 2015. Nani anaenda kuzindua kampeni zake, na nikatoa hotuba mpaka wakalia. Na nikasema kama kisha kuwa mbunge mimi niko tayari kustaafu siasa. Kutokana na historia. Na alikuwa Chadema. Na alitoka NCCR Mageuzi. Sikuwa na hiana yote. Nilienda Babati vijijini kwa Laurent Surungu Tara akiwa naibu katibu mkuu wa NCCR Mageuzi, alitoka akaenda Chadema. Lakini nilienda kwenye kampeni kumkampenia apate ubunge. Nilienda Roma kwa Justus Mtalasini kumkampenia apate ubunge. Japo alitoka NCCR Mageuzi, sikuwa na hiana yote. Kwenda Mungu. Hau tumeshai kwenda uniambie mahali popote weka rekodi Mbatia amelalamika waliotoka NCCR wakaenda vyama vingine nikawalalamikia? Hapana, nasema ni haki yao ya kikatiba. Hata Lowassa alivyotoka Chadema Mageuzi akaenda CCM, nilipigiwa simu na gazeti la Mwananchi, nikasema ni haki yake. Mbona anatakia kila laheri? Tuangalie wakina hata watu mashuhuri kama kina Raila Odinga wameenda vyama zaidi ya 5. Na tumekutana naye Jerusalem kule kwenye mambo ya kuzungumza mambo ya amani ya Afrika na Jerusalem, tunajifunza mengi tu. Tunawasiliana vizuri, hatuna ugomvi wowote. Ni haki yao. Uhuru Kenyatta ametoka chama kingine, ni rais wa Kenya. Hatuna ugomvi nao, ni haki yao. Wakina Malema wa Afrika ya Kusini hawa. Wakina Sumaye hawa. Wakina Dr. Slaa hawa. Slaa mwaka 95 kama mkumbuki, Slaa alishinda kura za maoni CCM. Sasa mizengo ya CCM wakamuondoa, wakamtaka Patrick Koru ndiye agombee pale. Slaa kaja NCCR Mageuzi, nilikuwa Arusha. Akaomba apewe Karina kana mzee silikuwa. Lakini Museli yule alikuwa ndio wakili na gombea NCCR Mageuzi, akakataa kumpisha Slaa. Slaa tukampa kila laheri, akaenda Chadema, akaenda kagombea na kule akawaangusha. Slaa yule aliyekuwa amechoka CCM akaondoka, ndio amekuja Chadema, ameona hakufai, amerudi CCM. Mimi sigombani naye. Yaani tujifunze kuwa zaidi ya itikadi za vyama vya siasa. Haki ya mtu ya kuzaliwa ni kuu kuliko itikadi za vyama vya siasa. Haki ya kuishi, uhuru wa mawazo. Kwa hivyo niseme tu, yani let me be sincere and frank mbele ya Mwenyezi Mungu anayeniona ndani ya sakafu ya moyo wangu. Hatuna hiana yote. Na nakumbuka unajua ningekuwa siku ile Bararo ametoka wanafanya press conference ilikuwa tarehe 21 ya mwezi wa 7 siku ya Jumatano 2010. Kwenye press conference wakati huo mama yangu nakumbuka siku sababu ndio tulikuwa tunamwaga marehemu mama yangu hapo Dar es Salaam hapa ndio nasema. Lakini wala siku na nikapigiwa simu nikasema namtakia kila la heri. Hatuna ugomvi, wako wengi. Kwa hivyo mtu kutoka chama kimoja kwenda kingine tusiokopane. Na hizi siasa hizi, mwaseje polisi alikuwa anatuambia siasa haina formula. Sio kama chai. Unachemsha maji, unaweka majani, unaweka sukari unakunywa. Mbobezi wa mambo. Polisi ya mwaseje. Alafu usijenge chuki. Utajua kesho itatokea nini. Baadhi ya wapinzani sipenda kujali. Utuzunguka nchi wewe walizunguka mimi sikwenda. Lowassa fizadi tukalo. Lakini ikafika mahali tukae naye kwa maslahi ya Tanzania.
kwanza kumbrandi upya, kumsafisha ili awe salama. Wale siasa zilivyo ngumu, yani ndio wanasema hakuna adui wa kudumu wala hakuna rafiki wa kudumu kwenye siasa. Hayupo. Na niseme tu kwamba sio kwamba eti tumekuwa soft kwa watawala. Ni kanusha. Tumejikita kwenye itikadi yetu ya utu, na tunaangalia maslahi mapana ya taifa kuliko maslahi ya mtu yoyote. Nimezungumzia mauaji ya Marekani, nikasema ni ukatili kwa sababu tunajua hata nchi za Afrika yanatokea. Nimezungumzia swala hili la COVID-19 ambalo tuko sote kwa pamoja. Nimezungumzia agenda ya katiba. Tunajua watawala hataki katiba, lakini sisi agenda yetu ni katiba. Na tutetere. Sasa usofti wetu kwa watawala, lazima tuende tupigane matusi, tumwage damu ndio tuonekane kwamba tunapigana. Kuna style ya kucheza na siasa. Unaona siasa hizi hazina. Nimejifunza DRC. Kenya 2007 waliuana sana. Sasa mimi mwenyekiti wa TCD, tunafanyaje tuwasaidie wenzetu wa Kenya? Tukaomba na Holanzi. Nilikwenda Kenya. Nilitumia TV ya K24 na Radio Chemchem na nyinginezo. Nikaenda Northern Kitui, nikaenda Afrika, nikaenda Mwingi, nikaenda Garissa, nikaenda Naivasha, nikaenda Nakuru, tukaenda Mombasa na huyu speaker wa bunge la Kenya, Justice Muturi. Tulizunguka kote. Tukaomba wa Kenya, tukahamasisha kwa Kenya kwamba na Central Kitui, huku na Nairobi, Central Province, kuambia itakayoshinda 2012, itakayoshinda Kenya sio Uhuru atashinda wala sio Raila atashinda, ni amani ya Wakenya itashinda. Tukaambia tunaomba Wakenya waweke amani yao mbele kuliko kitu kingine chochote kile. Tukamtembelea Uhuru, tukamwambia sio utashinda hapa, ni amani. Tukamwambia Raila sio utashinda hapa, ni amani ya Wakenya itashinda. Walipomaliza uchaguzi, Uhuru akatoa nafasi, akamwambia ndugu yangu Raila, naomba tuje mezani tuzungumze, tuongoze pamoja. Raila akakataa. Nakumbuka usiku tulipelala Sharif Shamba, tukaandika email kwa Raila, hakusikia. Tukaenda Nairobi kumwambia kubali kuzungumza, na hii nilipata taaluma kwa Mabere Marado. Mabere Marado anakuambia it's better to have a bad judgment outside the court rather than to have a good judgment in the court. Afadhali ukawa na maridhiano ya ambayo huamridhiki nayo nje ya mahakama kuliko kuwa na hukumu ambayo iko barabara ndani ya mahakama. Ile inajenga enmity. Tulimshauri Raila, tukamwambia kubali ofa ya Uhuru, mzungumze ili muongoze pamoja. Akakataa. Akaenda mahakamani. Basi mahakama ikaamua vile Uhuru akaendelea, hakumkaribisha tena mzima. Sasa ile 2016 tukakutana na Raila, mwisho tukakutana na Raila Jerusalem. Nikamwambia wakati tunaongelea mambo ya amani ya Israeli na Afrika, nikamwambia Sasa ni excellence na mtadia anambia mheshimiwa hivi yale masuala yakoje? Ndio kaambia nenda kaandae siku mpya uchaguzi ujao uje uniapishe. Hivi tukamwambia yote ni heri tutataniana na kufanya mambo mengine. Lakini kimsingi tulisema kwamba kwenye siasa ni lazima wanasiasa, na ni rai yetu sisi NCCR Mageuzi, wanasiasa tushindane kwa hoja zenye maslahi mapana kwa mama Tanzania. Chama A kishindani na chama B kwenye maslahi mapana ya mama Tanzania. Ushirika, hivi sisi NCCR ni watu gani tuseme tunakataa ushirika? Na kushukuru sana John, kwa sababu dunia leo inazungumza ushirika, yani tushindane kwa hoja, lakini ushirika wa kidunia. Ushirika wa kidunia. Na hii COVID-19 ingekuwa imesha, tungeliweza kama tungekuwa na ushirika wa kidunia ilipoanza tu. Lakini ubabe na jeuri ya binadamu na jeuri na huyu. Download application ya BMTV Tanzania
Sasa tunapatikana kupitia Google Play katika simu yako ya kiganjani. Hauhitaji njia moja tu ya YouTube pekee kupata taarifa na habari zetu. Download sasa BMTV Tanzania application ili kuwa sehemu ya familia yenye weledi na ujazo habari zenye mizania. Habari papo kwa papo, michezo na burudani, siasa, sinema, makala na habari zote zenye maslahi mapana katika jamii. Application ya BMTV Tanzania. We do the best. Download sasa. This is BMTV online channel.